Ninawatakia heri njema ya mwaka mpya wenye fanaka mwaka 2026 pamoja na afya njema, wapenzi watazamaji. Karibu sana ili niweze kuwapasha yale yote ambayo yametendeka. Wache tu niweze kukuomba, kama wewe ni mgeni haujaweza kujiunga na kituo chetu, tafadhali piga subscription. Hakikisha kwamba unasambaza kanda hizi. Ninaomba uweze kuniambia, je, unanitazama kutoka wapi? Kama uko Tanzania naomba uweze kuniambia mkoa. Kama upo nje ya Tanzania niambie taifa ambalo ulipo. Kama uko Kenya niambie, ili tuweze kuona mahala ambapo kituo chetu kinafika. Baada ya mimi Bwana Ezra, mnamo siku ya Jumapili tarehe 28 Disemba mwaka 2025 kuangazia taarifa ambazo nilipewa za siri kwamba serikali ya Samia imeuza reli ya Tanzara kuelekea kwa taifa la Uchina, na taarifa hizo zikasambaa zaidi. Sasa serikali ya Samia imeweza kujitokeza ili angalau kujaribu kuwapembeleza Watanzania wasipandwe na hasira na wanipuuze kunisikiliza. Unajua kitu ambacho mimi ninajivunia ni kwamba ninazungumza kitu alafu serikali inaenda inanisikiliza, inakuja kujibu, kumaanisha taarifa ambazo ninawapea ni za ukweli. Sasa imagine hiyo reli ya Tanzara. Tanzara waliweza kuiuza kuelekea kwa taifa la Uchina. Nimejaribu kusikia msemaji wa serikali Bwana Gerson Msigwa akijaribu kusema kwamba mimi ninapotosha Watanzania. Nimecheka. Unajua kitu ambacho ninachekea ni kipi? Maelezo yangu ambayo niliwapewa Tanzania hapo jana siku ya Jumapili tarehe 28 ndiyo amejaribu kueleza, kumaanisha kitu ambacho ninawaambia ni cha ukweli. Sasa anasema eti kwamba serikali ilikuwa inatumia hela nyingi sana kugharamia uboreshaji wa Tanzara, kwa hivyo wakaweza kuamua kuipeana kuelekea Uchina. Sasa cha kushangaza, wacha nikuulize mpenzi mtazamaji, kiongozi mgani mjinga au kiongozi mgani mwerevu mwenye ataweza kapeana miundombinu kwa miaka 30? Yaani ameuza reli kwa miaka 30. Kutoka kwa hiyo reli, ile nauli ambayo inakusanywa kutoka pale haitaenda kwa serikali ya Tanzania, bali itakuwa inaenda Uchina. TRA ya Tanzania haitakuwa inakusanya ushuru au kodi kutoka kwa hiyo reli. Wale ambao wataendesha hii reli ni wa China. Wao ndio watajua ni mizigo gani ya kupitia hapa. Alafu wanataka kusema eti kwamba mimi Bwana Ezra ninapotosha. Sasa wamejaribu kuambia Watanzania, sijui serikali ilikuwa inagharamia kutumia pesa nyingi kuboresha Tanzara. Sasa tumeamua kitu kilioko, wacha tupeane kuelekea Uchina, alafu China watusaidie. Sikiliza, kuna kitu ambacho wameweza kukificha. Hawataki kuwaambia wananchi kwamba wameuza, lakini tu wanasema kwamba tumepeana kuelekea Uchina watusaidie kuendesha hiyo Tanzara kwa miaka 30, alafu watakuja kuturudishia. Yaani ukijaribu kusikiliza maelezo ya Bwana Msigwa, anasema kwamba Tanzara haikukuwa inaunda faida kwa serikali, eti kwamba walikuwa wanatumia pesa nyingi kutoka kwa mfuko wa serikali, lakini hiyo Tanzara haikukuwa inaunda faida yoyote. Hata mtoto wa chekechea atakueleza ni kipi cha kufanya ili kuweza kuleta faida. Katika siku hizi 2-3 kumejitokeza mjadala kuhusiana na mpango wa uboreshaji wa reli ya Tanzara ambayo inazihusisha nchi za Tanzania na Zambia, uboreshaji ambao utafanywa na kampuni ya CECC ya China
na kwa bahati mbaya mjadala umekuwa ukipotosha baadhi ya taarifa, na nimeona kuna haja ya kutoa ufafanuzi kuhusiana na mradi huu mkubwa ambao utaleta mageuzi makubwa ya kiuchumi kwa Tanzania na Zambia. Miaka miwili iliyopita, mwaka juzi, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alikwenda kuhudhuria mkutano ambao unamkutanisha rais wa China na viongozi wa Afrika, unaitwa FOCAC. Sasa katika mkutano huu Mheshimiwa Rais alipata fursa ya kuzungumza katika kikao cha faragha na rais wa China, na katika mazungumzo yale Mheshimiwa Rais alimuomba rais wa China kwamba China irejee kuja kuboresha reli hii ili tuweze kupata faida na uwekezaji huu uwe na tija kwenye uchumi wa Tanzania, kwenye uchumi wa Zambia, na pia uongeze thamani katika shughuli zetu nyingine za kiuchumi. Kwa hivyo rais wa China alikubali, na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan hakuishia hapo. Akatoka hapo pia akaenda kuhutubia bunge la Zambia, ambako pia alikwenda kuiomba serikali ya Zambia ikubali kushirikiana na Tanzania na kuwakaribisha wenzetu wa China waje kuboresha reli yetu ya TAZARA, kwa kuwa ni reli ambayo inatoa fursa kubwa za kiuchumi kwa Tanzania, kwa Zambia pia. Kwa hivyo serikali ya Zambia ikakubali, na baada ya kukubali ndipo sasa ikaja hatua ya utekelezaji, na Wachina wakakubali kutoa fedha kiasi cha dola za Marekani shilingi bilioni 1.4 ili zije kufanya uboreshaji mkubwa wa reli ya TAZARA, kuboresha miundombinu, kujenga majengo ambayo yatatumika kutoa huduma, vituo vile, lakini pia kutuletea treni ya abiria ambayo pia itakuja kutoa huduma za abiria. Na ikumbuke kwamba lengo kubwa la TAZARA, sawa abiria watasafiria, lakini pia mizigo hasa ndio kwenye malengo makubwa ya reli hii. Kwa hiyo wamekubali kutoa fedha hizo kiasi cha shilingi cha dola za Marekani bilioni 1.4 ambazo ni sawa na zaidi ya shilingi trilioni 3 na bilioni 450 za Tanzania. Kwa hivyo siku chache zilizopita waziri mkuu wa China alikuwa Zambia, wamekwenda kufanya uzinduzi wa kazi hii kubwa ya uboreshaji wa reli ya TAZARA, na uzinduzi utakaofuata sasa utakuja kufanyika Tanzania. Sasa hiyo ni picha ya jumla ambayo inatokana na nini kimefanyika mpaka kufikia hatua hii ya kwenda kuwaomba wenzetu wa China, na wamekubali kutoa fedha kufanya ukarabati huu. Lakini ni ukarabati ambao pamoja na kufanya wataendesha reli ya TAZARA kwa miaka 30. Sasa hapo najua ndio kwenye nongwa. Sasa naomba Watanzania tuelewane kitu kimoja. Changamoto kubwa tuliyokuwa nayo baada ya kukabidhiwa reli hii mwaka 1976 ilikuwa ni uendeshaji. Nina imani kwamba umeweza kumsikiliza huyo Bwana Msigwa mwenye alikuwa najibu wa Tanzania baada ya mimi kuweza kuangazia hizo taarifa. Ninafurahia sana kipindi ambapo mpaka serikali ya Tanzania inanitazama. Hiyo ni kumaanisha ninaweza nikawasilisha malalamiko ya wananchi, ya raia moja kwa moja kuelekea kwa hii serikali ambayo ni batili, ambayo iliweza kuiba kura. Sasa kuna kitu ambacho nimeweza kumsikiliza Bwana Msigwa anaeleza kwamba eti serikali ya Tanzania itaondokana na mzigo wa kutoa shilingi bilioni 28 kila mwaka kugharamia uendeshaji wa TAZARA. Yaani eti kwamba wameuza hiyo TAZARA kuelekea Uchina eti kwa sababu walikuwa wanatumia shilingi bilioni 28 kila mwaka za Tanzania kugharamia uendeshaji wa hiyo TAZARA. Kuna kitu ambacho hawajaweza kutuambia. Hizo pesa ambazo waliuza hiyo reli ya TAZARA walizipeleka wapi? Ndio, tuulizane. Hizo hela ambazo waliuza walizipeleka wapi? Ikiwa ni kukosa kuunda faida ndiko kulichangia mpaka serikali ya Samia kuamua kuuza reli ya TAZARA kwa miaka 30 kuelekea Uchina, kuna mbinu nyingi ambazo zingetumika ili kuhakikisha kwamba TAZARA Tanzania inaleta faida. Mbinu ya kwanza, kuna viongozi ambao ni wafisadi kwenye hii TAZARA ambao wanafyonza pesa, wanatumia hela vibaya,
na ndio maana hiyo Tanzara haiundi faida yoyote. Hebu niambie, umefungua kampuni, umeajiri manager ambaye pesa zikiingia kazi yake ni kuiba. Unafikiri kwamba hiyo kampuni itaunda faida? Itakuwa inaunda hasara. Sasa wewe ndio utakuwa unagharamika kutoka kwa mfuko wako ili kuweza kuhakikisha kwamba unaendesha hiyo kampuni. Ndio hivyo ndivyo Tanzara inafanya. Viongozi ni wafisadi, kazi ni kupora na kuiba, mpaka imefikia Tanzara haiundi faida yoyote. Ili hii Tanzara ingeunda faida ni kuanza kung'oa wale viongozi ambao ni wafisadi, kubadilisha usimamizi. Mfano, ukiangalia kwenye shule zetu za msingi na sekondari, hata vyuo vikuu, kipindi ambapo shule haijaweza kuandikisha matokeo bora ya mitihani, unapata kwamba walimu wakuu wanabadilishwa. Ndio kuleta usimamizi mpya kwenye shule. Wale wazembe wanachukuliwa kwingine, wengine wanaletwa. Hivyo ndivyo tungefanya kwenye hii reli ya Tanzara kuliko kuiuza kwa miaka 30. Imagine tumeuza kwa hiyo miaka 30, hatutakuwa tunakusanya ushuru wowote. Hatutakuwa tunakusanya kodi yoyote kutoka kwa hiyo mamlaka ya reli ya Tanzara Tanzania. Pili, hawa wa China ndio watakuwa wanatathmini ni kiwango kipi cha watu kuajiriwa, ni akina nani ambao wataajiriwa. Kwa hivyo Watanzania watapoteza ajira. Ni mizigo gani ambayo itapita pale? Sasa yani ninashangaa, Magufuli alikataa kubinafsisha baadhi ya miundombinu ya serikali kuelekea kwa mataifa ya kigeni, lakini Samia anafanya kinyume na yale ambayo Magufuli alikuwa nakataa. Wacha nikukumbushe, reli ya Tanzara ameipeleka Uchina. Haya, uwanja wa ndege wa Kilimanjaro ameuza kuelekea Omani. Bandari ya Bagamoyo ameuza kuelekea Saudi Arabia. Sasa ni kipi ambacho serikali itasimamia? Kwani kila kitu watauza? Kila kitu wameshindwa kusimamia? Uongozi ndio mbaya. Tukianzia Samia, walikuwa wanang'ang'ania madaraka bila kujua jinsi ya kuongoza. Tukinyamaza hii miaka 5 ikiisha, basi Tanzania tutakuwa tumeingia kwenye shimo. Asante sana.